Irani imekumbwa na maandamano makubwa yaliyoenea katika maeneo mengi ya nchi hiyo, ambapo watu 36 wameripotiwa kuuawa kwa kipindi cha siku 10 zilizopita. Kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu, maandamano hayo yameacha majonzi, hofu na taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Shirika la Human Rights Activist News Agency HRANA limesema kuwa watu 34 kati waliouawa walikuwa waandamanaji, huku watu wawili wakihusishwa na vikosi vya usalama. Hata hivyo, serikali ya Irani haijatoa idadi rasmi ya vifo vilivyotokea, ikisema kuwa askari watatu wa vikosi vya usalama wamepoteza maisha katika ghasia hizo. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la utangazaji la BBC, limenukuliwa likisema kuwa HRANA imesema zaidi ya waandamanaji 60 wamejeruhiwa, wakati watu 2076 wakikamatwa tangu maandamano hayo yalipoanza rasmi. Ghasia hizo zimetajwa kusababishwa na mgogoro mkubwa wa kiuchumi na zimesambaa katika majimbo 27 kati ya majimbo 31 ya Irani. Vyombo vya habari vya Irani vimeripoti kuwa polisi mmoja alipigwa risasi katika kile kilichoelezwa kama uvurugaji wa amani katika mji wa Malekshahri mkoani Iram, magharibi mwa Irani. Eneo hilo limeripotiwa kushuhudiwa ukandamizaji mkali wa vikosi vya usalama dhidi ya waandamanaji. Katika mji mkuu wa Teherani, vikosi vya usalama vilionekana vikifyatua mabomu ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Waandamanaji hao walikuwa wakipaza sauti kupinga uongozi wa kidini wa nchi hiyo, hasa katika eneo maarufu la soko la Grand Basra. Maandamano hayo yalianza tarehe 20 Disemba mwaka 2025 baada ya wafanyabiashara kujitokeza barabarani kupinga kushuka kwa thamani ya sarafu ya Irani Riyal dhidi ya dola Marekani. Hali ya uchumi imeendelea kuzorota, ikichochewa na mfumuko wa bei unaokadiriwa kufikia 40%. Baadaye, wanafunzi wa vyuo vikuu waliungana na maandamano hayo, hali iliyofanya yasambae kwa kasi kubwa katika miji mbalimbali. Serikali ya Irani imekabili hali hiyo kwa kauli kali pamoja na operesheni nzito za kiusalama. Rais wa Marekani Donald Trump alionya juu ya uwezekano wa kuingilia kati iwapo waandamanaji wa amani wangeendelea kuuawa. Wakati huo huo, kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah amesisitiza kuwa serikali haitalegeza msimamo wake dhidi ya kile alichokiita vurugu na uasi. Huku hali ikiendelea kuwa tete, macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa Irani, ikiwa ni moja ya kipindi kigumu zaidi kwa utulivu wa taifa hilo. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania. Tafadhali baki nasi.